الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وكل عام وأنتم على خير. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, qila li Talqi ibn Habibi rahimahullahu ta'ala, Talqi ibn Habib, rahma na amani za Allah ziwe juu yake, siku moja aliwahi kuulizwa swali, sif lana taqwa, hebu tusifie nini maana ya uchamungu. Yawezekana tunaishi lakini hatujui uchamungu. Wa khutbatuna insha Allah taala sayajma'u thalatha wasayat, na khutba yetu itakusanya wasia wa aina tatu. Wasia wa kwanza ni huwa Talq ibn Habib alipoambiwa sif lana taqwa, hebu tuambie nini maana ya uchamungu. فقال اعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله واتركوا المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله عز وجل. Akasema Talq ibn Habib, uchamungu maana yake ni i'malu bi ta'ati Allah, fanya matendo kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. I'mal li ta'ati Allah, fanya matendo yako yote, lengo kubwa ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allah, kutokana na nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watarju thawab Allah, ukifanya hayo matendo tarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumetenda matendo, hakuna tunachotarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni thawabu zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju thawab Allah, ukitarajia thawabu zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watrukul maasi ala nurin min Allah, achana na maasi, acha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Makhafata iqab Allah, kwa kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhafata iqab Allah, kwa kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Darda radiyallahu ta'ala an, Abu Darda min as-sahabati al-kibar, miongoni mwa masahaba wakubwa radhi za Allah ziwe juu yake, akasema tamamu taqwa أن يتقي الله عز وجل العبد حتى يتقيه في مثل المثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. Akasema Abu Darda katika masahaba wakubwa, uchamungu uliyetimia ili mtu afikie uchamungu wa sawasawa
ni yule mtu ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala hatta yattaqihi fi mithqala dharra, atamcha Allah subhanahu wa ta'ala hata katika vile vitu vidogo vidogo ambavyo watu wanaviona labda havina shida na ni halali, mwenyewe atajiepusha navyo. Hata vile vidogo vya kawaida ambavyo kwenye macho ya watu vinaonekana ni vya halali na vinafaa, yeye atajiepusha navyo madamu vinakuwa vinashubuha ndani yake. Hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khashyatan an yakuna haram, kwa kuogopea visije vikawa vitu hivyo ni haramu. Yakunu hajizan bainahu wa baina alharam, anakuwa amejizuilia baina yake yeye na baina ya haramu. Ndugu zangu katika imani, almudawamatu fi ta'ati Allahi azza wa jalla fi ba'da Ramadhan, watu kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tulijitahidi kufunga mwezi wa Ramadhan sunna 30 yawman, tumefunga siku 30. Narju thawaban min Allah wa jazaa min Allah, tunatarajia thawabu zitokazo kwa Allah na malipo yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ahadi yujzina siwahu, hakuna yoyote wa kutulipa zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amesema katika hadithi al-Qudusi, kullu amalu ibnu adama lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia funga ni yangu mimi na mimi ni mwenye kuilipa. Ndugu zangu katika imani, alladhi abadnahu fi Ramadhan fahuwa hayyun mawjudun ba'da Ramadhan, yule tulomkusudia na tukamwabudu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan yuko hai na ataendelea kuwepo baada ya Ramadhan, na ataendelea kuwepo huwa al-abad, yeye ni wa milele na ni wa milele, wal azal, yeye ni wa kudumu. Awwaluhu wa akhira, kama alivyosema yeye Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim, yeye ni wa mwanzo na ni wa mwisho na ni wa wazi na wasiri, na juu ya kila jambo analifahamu. Ndugu zangu katika imani, ibada yetu haijakomea kwenye Ramadhan. Funga zipo za ayyamil bidh, funga zipo za siku nyeupe, funga zipo za Jumatatu na Alhamisi, funga zipo funga ya Ashura na funga ya Muharramu na funga ya Tasua na mengineyo pia vile vile. Ndugu zangu katika imani, yule tulomfanyia ibada hizi bado yupo na ataendelea kuwepo. Swala zitaendelea kuwepo, qiyamul layli itaendelea kuwepo, kisimamo cha usiku. Kama tumemaliza ibada ya tarawehe, bado kuna ibada ya tahajjud, bado kuna ibada ya witri, na hizi zote zinafanyika wakati wa usiku. Yoyote aliyemwabudu Allah ndani ya Ramadhan akite kumwabudu Allah baada ya Ramadhan, isije ikawa ni kikomo chake cha kuacha kumwabudu Allah kwa sababu Ramadhani imekwisha malizika. Hakika man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut, aliyekuwa akimwabudu Allah hakika ya Allah yuko hai na wala hafi. Wa man kana ya'budu Ramadhan, na aliyokuwa akiabudu Ramadhan, fa inna Ramadhana qad insalakha, Ramadhani imekwisha malizika. Afa in inqadha au intaha inqalabtum ala aqabikum, kama Ramadhani itamalizika mtarudi nyuma, mtaacha ibada. Wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an, yoyote atakayerudi nyuma akaacha ibada hatomdhuru Allah na chochote kile. Wasayajizillahu shakirin, Allah atawalipa wale wenye kushukuru watakayedumu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Balgham ibn Baghura, alikuwepo mtu mmoja katika wale walokwisha tangulia zama za Musa alayhi salatu wasalam, alikuwa anaitwa Balghamu ibn Baghura. Huyu mtu alikuwa ni mcha Mungu, alimun min bani Israil, alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa ni msomi katika wana wa Israil. Atahu Allahu ayati, Allah alimpa kila aina ya alama ya kuwepo kwake. Baada ya muda kurefuka, huyu Balgham bin Baghura wakana mujabu da'wa, alikuwa ni mwenye kupokelewa dua zake pindi akiomba. Wamtalaka ismullahi al-azam, na alikuwa anafahamu jina kuu la Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa akimuomba Allah na akijibiwa dua zake.
falamma ghaza Musa alayhi salatu wasalam qaumahu, baada ya Musa kupigana na watu wake, basi ghalabu min Balgham, walikuwa wameshindwa wale watu, talabu min Balgham ay yad'u ala Musa alayhi salatu wasalam, wakaenda kwa Balgham ibn Baghura wakamwambia tuombee Allah amuangamize Musa alayhi salatu wasalam. Faqala hadha taqiyun naqi, akasema huyu mcha Mungu na ni msomi katika Banu Israil, asema kaifa af'al wa hadha abdun yattaqillaha wa ya'budu, vipi nitamuombea dua Musa na ni mcha wa Allah, anamcha Allah na anamuabudu? Faqalu ud'u lana, ud'u alayhi, wakasema muombee ili aweze kuangamizwa na Allah, hakika anatutesa, ametuadhibu, anataka tuingie katika dini moja ambayo ni dini ya tauhidi. Mwisho wa yote wakamfuata, wakambembeleza, fa'atahum shay'an min ad-dunya, wakampa chochote katika dunia, bimaana atahumul amwal, wakampa baadhi ya mali katika dunia hii. Baada an a'jabatuhu al-amwal, baada ya kustaajabishwa na zile mali, fadaa li Musa alayhi salatu wasalam, akasimama akimuombea dua mbaya Musa alayhi salatu wasalam. Wattaba hawahu fansalakha min al-ilmi, akafuata hawa ya nafsi, akatoka katika ule ujuzi alokuwa nayo, akaanza kumuombea dua mbaya ala muangamize Musa alayhi salatu wasalam. Faqala Allahu azza wa jalla walau shi'na la rafa'nahu biha, laiti tungetaka tungemnyanyua, laiti tungetaka tungelimuondosha katika ardhi, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini tukambakiza kwenye ardhi. Fattaba hawahu, akafuata matamanio ya nafsi yake. Famathaluhu kamathalil kalbi, mfano wa huyu Balgham ibn Baghura ni mfano wa mbwa. Kamathalil kalbi, ni mfano wa mbwa. In ta'mil alayhi yalhath wa in tatrukuhu yalhath, dhalika mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llah faqsusul qasasa biayatina faqsusul qasasa la'allahum yatafakkarun. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wake ni mfano wa mbwa, mbwa ambaye hatosheki. Ukimpa chakula anaenda anatoa ulimi, anatoa na mate kabisa. Usipompa chakula anatoa ulimi, anatoa na mate. Daima hauwezi ukauzuia ulimi wa mbwa usitoke kwenye kinywa chake. Mfano wake ni mfano wa mbwa, ukimwacha anatoa ulimi, ukimbeba anatoa ulimi. Mahma yakun, ndiyo mfano wa Balgham ibn Baghura. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wapigie mfano, yawezekana wakakumbuka watu hawa kwa kile wanachokifanya. Ndugu zangu katika imani, kadhalika fafi kilta alhalatain, katika hali zote mbili za mbwa, ima ameshiba au hajashiba, fahuwa kadhalika fi halin wahidin, anabaki katika hali moja ambayo hawezi akawa ni mwenye kutosheka kama. Ndugu zangu katika imani, mfano huu tunapigiwa na wale wanaodanganyika na dunia wakaachana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake ni mfano wa mbwa ambaye hawezi akashiba hata siku moja, sawa na mtu anayekunywa maji ya bahari yasiyekata kiu chake. Wa qissatun ukhra, na kisa kingine pia vile vile ambacho pia vile vile amepigiwa mwanamke mmoja, yule mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Kharqa au alikuwa anaitwa Ritwa ibn Amru, alikuwa ni mwanamke katika mji wa Makka. Kana ta'zil, huyu mwanamke alikuwa akifanya kazi ya kusuka ukindu, anashona ule ukindu wa jariyatahu pamoja na wale vijakazi. Fa idha istahkamat, pindipo ukimalizika ule ukindu kuushona, ightazalatuha, anauchana tena, anaufumua, anaanza upya tena. Idha gharubati shams ightazalatuha, ukilikichowea jua anaufumua ule ukindu wake, unabakia kama vile hakuna kitu, anaanza tena upya. Kwa hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatupigia mfano, akatuambia wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwa, msije mkawa sawa na yule mwanamke aliyefumua ukindu wake baada ya kuwa tayari kwenye matumizi, ukawa haupo tena, akaufumua. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwa ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma inma yablukumullahu waliyubayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Allah akasema msije mkawa mfano wa huyu mwanamke, mmezifunga ibada zenu kwenye Ramadhani, ibada zikatimia vyema,
zikawa ni nzuri, zinaridhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumalizika ibada ukaeja ukaifumua ile ibada ulioishona ndani ya siku 30, ukarudi katika maasi. Leo hii kuna watu wanafuturu kwa maasi baada ya kwamba waliacha maasi ndani ya siku 30. Leo watafungua kwa maasi. Leo hii wataenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Nazjurhum, tunawakemea watu hawa, tunawaambia msije mkawa sawa na huyu mwanamke aliyefumua ukindu wake baada ya kwamba umekwisha kamilika. Idi za Waislamu zinakaribia kutokuwa tofauti na idi za wale wasiyekuwa Waislamu. Leo ukienda mijini mpaka mabarabarani matrafiki wanasimama, kwa sababu kuna watu wengine watafuturu kwa pombe, kuna watu wengine watafuturu kwa anasa mbalimbali tofauti, kuna watu wengine watashikwa na kiwewe cha furaha, watapindukia mpaka watamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mpaka Waislamu kwenye idi zao wanalindwa pia vile vile, na hasa idi ya kesho. Laiti ukaenda ukashuhudia kwenye mijini, ukatizama mambo yanayofanyika katika maeneo ya bichi na mfano wake, utaona kabisa hakuna tofauti na idi zisizokuwa za Waislamu. Ndugu zangu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyomcha ndani ya Ramadhan, tumche hata baada ya Ramadhan, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwa hayyun la yamut, yeye yuko hai wala hafi hata siku moja. Almushkilatul udhma, tatizo kubwa tulilonalo sisi Waislamu, tatizo kubwa tulilonalo, tunakuja tunasahau anna Ramadhana yaqdi, Ramadhani inapita, watantahi watanqadhi, na inamalizika inaenda, walakin sayarji'u ba'da am, lakini Ramadhani itarudi tena kwa mwaka ujao, tutaingia tena kwenye Ramadhani na wale watakaye kuwepo. Walakin mushkilatuna nahnu la nufakir annana sanakunu mawjudun ana au sanakunu ala thara, lakini sisi hatutambui tutakuwepo baada ya kuja Ramadhani hiyo ijayo ya mwakani, au tutakutwa tayari tumezikwa tuko katika ardhi. Angalia wale tulofunga nao katika mwaka uliopita, leo hii hatujafunga nao katika mwaka uliopita, tumewazika wako ardhini. Mtu anaweza akajidanganya akasema mimi bado ni kijana, naweza nikawepo hata Ramadhani ijayo. Almautu la yaghni ala shaykhuha, umauti hauwakusudii wazee peke yao, bali hata wa ala shabab, bali hata kwa vijana, wa ala sighar, bali hata kwa watoto wadogo. Kam wa kam wadafanna min auladina wa kam dafanna min ahbadina, ni wangapi katika watoto wetu tumewazika, ni wangapi katika wajukuu zetu tumewazika. Tumezika watoto wetu, sisi bado tupo, tumezika wajukuu zetu, sisi bado tupo, lakini hatujui, je, Ramadhani ijayo kwa mwakani tutakuwepo sisi au hatutakuwepo? Kama hatuna uhakika wa kubakia mpaka Ramadhani ijayo ili tuje tufanye tauba, iwe hii ndiyo Ramadhani ya tauba kwetu sisi, tusirudi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Ramadhanun ila Ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Ramadhani mpaka Ramadhani inafuta madhambi yaliyoko baina ya Ramadhani na Ramadhani, endapo mtu huyo atakuwa amejiepusha na yale madhambi ambayo ni makubwa. Ndugu zangu katika imani, laqad kana aslafuna salihah, walikuwa wema walotangulia radhiyallahu anhum, radhi za Allah ziwe juu yao, yudhhiruna al-asa wal-huzni yawm al-eid baada khuruji Ramadhan. Walikuwa wema walotangulia wanadhihirisha maumivu na huzuni baada ya kumalizika Ramadhani. Siku ya Idi ambayo ni siku ya furaha, baadhi ya wema walotangulia wakaonekana wana huzuni, wanatokwa na machozi siku ya Idi al-Mubarak. Baada ya hapo wakiulizwa wanasemaje? Kwa sababu yahrisuna ala ayusi ba'dhum ba'dhan, wanapupia kuwahusia baadhi yao kwa baadhi nyingine, ala istimrari fi ta'ati ala midari al-am, waendelee kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wasitoke katika taa mpaka mwaka kumalizika. Lianna kulla shuhur inda al-mu'mini mawasimul ibada, kwa sababu miezi yote kwa muumini ni nyakati za ibada. Bali al-umra kullahu mawsimul ibada, bali umri wa mwanadamu wote ni wakati wa ibada. Ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, hakika khamsun, mambo matano,
ambaye ataulizwa mtu kabla mguu wake haujasogea. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ataulizwa wa an umrihi fima afna, mtu ameumalizaje umri wake, kuonyesha kwamba umri mzima ni wakati wa ibada. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, mulaqabun bi khamis al-khulafa'i ar-rashidin, aliyepewa laqabu ya watano katika makhalifa waongofu. Umar ibn Abdul Aziz kharaja yawma Eid al-Fitr mithla yawmina hadha, ametoka siku ya Eid al-Fitr mfano wa siku yetu ya leo hii. Farakiba ala al-minbari fa khataba ala an-nas, akapanda juu ya mimbar akawahutubia watu, lakini katika hutuba yake alisema, ayuha nas, enyi watu, innakum sumtum lillahi 30 yawman, ninyi mmefunga kwa ajili ya Allah siku 30, wa qumtum 30 layla, na mmesimama kwa ajili ya Allah siku 30 mkiwa katika tarawih na witri. Lakini wa kharajtumul yawma tatlubuna min Allahi ay yataqabbala minkum, na mmetoka leo hii mnataka Allah awatakabalie matendo yenu mloyatenda ndani ya Ramadhani. Fattaquhu walau ba'da hin, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya hii Ramadhani, endeleeni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana baadhi salaf yudhihiru alayhi alhuzna yawma Eid, baadhi ya wema walotangulia akadhihirisha huzuni siku ya Eid. Faqila lahu innahu yawma farhin wa surur, akaambiwa leo ni siku ya kufuraha, leo ni siku ya furaha, ya kula na kunywa, siku ya kutembeleana. Fayaqulu, akisema, sadaqtum, maneno yenu ni ya kweli, hayo mnaoyasema ni sahihi. Innahu, hakika leo ni siku ya furaha, walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ay yataqabbalahu minni am la, lakini mimi ni mja ambaye nimeamrishwa na Allah nitende matendo mazuri, lakini sijui Allah amenikubalia matendo yangu au vipi nitaendelea kufurahi katika siku ambayo sijui nimekubalika matendo yangu au sijakubalika. Ndio maana Wahab ibn Munabbih, Wahab ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala, alikuwa akisema, akiwaambia watu baada ya kuwaona watu wanacheka siku ya Eid, wanafurahi siku ya Eid wanacheka, faqala in kana haulai taqabbala minhum siyamahum, kama watu hawa wamekubalika funga zao, fama hadha amalu shakirin, haijawa hii ni kazi ya wenye kushukuru. Kazi ya wenye kushukuru ni kuendelea kuleta takbira na tahlila na kukithirisha ibada. Wa in kana lam yataqabbalu haula, kama watu hawa hawajakubalika matendo yao, fama lihadha amalu alkhaibin, hii pia haijawa ni katika matendo ya watu waliyepata hasara, alkhaifina lillah, wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna Allaha ja'ala shahrakum midmaran, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mwezi huu midmaran li khalqihi, mwezi wa Ramadhani uliopita ilikuwa ni uwanja wa mashindano kwa waja wake. Sabaqa minkum man sabaqa wa faza minkum man faza, ametangulia aliyetangulia, amefaulu aliyefaulu. Lakini cha kustaajabisha, wama hadha alajab, ni ajabu iliyoje, alfarihu yawma alladhi faza minhum man faza wa huwa khasranu fi hadha alyawm, aliyefurahi siku ambayo wamefaulu waliyefaulu, lakini yeye akawa amepata hasara katika siku ya namna hii. Ndugu zangu katika imani, Ali ibn Abi Talib radhi za Allah ziwe juu yake, pamoja na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, walikuwa wakisimama mlangoni siku ya Eid kama alivyosimama mwenzetu pale mlangoni, wakisimama pale mlangoni wakiwaambia, manil mutaqabbal, nani aliyekubalika funga yake, fanuhanniahu, ili tuweze kumpongeza tumpe kongole. Wa man hadha alkhasran alladhi lam yutaqabbalu siyama, ni nani huyu ambaye amepata hasara, hajakubalika funga yake, fanuaziahu, ili tuweze kumpa pole. Ni siku ya kupeana tazia, ni siku ya kupeana pole kwa wale ambao wamepata hasara ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ni siku ya kupongezana kwa wale ambao wamefaulu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, wasiyatul akhir, ama wasia wangu wa mwisho kwenu nini, wasiyatun khasatun linisa, wasia maalum kwa upande wa akina mama au upande wa wanawake. Ndugu zangu katika imani, qala ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, mmoja katika mashuara ambaye anaitwa Imamu Rafi'i aliwahi kusema siku moja maneno haya,
akiwaambia wanaume juu ya hawa wanawake, wama ajabi anna an-nisaa tarajjala, ni ajabu iliyoje kwangu mimi leo, na staajabu anna an-nisaa qad tarajjala, wanawake wa leo wamebeba tabia za kiume, wanawake wamebeba sifa za kiume. Wanawake leo hii sio tena ni wasimamiwa na waume zao, wanawake leo hii wamekuwa ni wasimamizi wa waume zao. Badala ya wanaume kuwa ni wasimamizi, wanawake wamekuwa ni wasimamizi. Na Allah ametuambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake, bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, kwa yale aliyofadhilisha Allah baadhi yao kwa baadhi nyingine, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa yale waliyatoa miongoni mwa mali zao. Lakini pamoja na hivyo, wama ajabi anna an-nisaa qad tarajjala, ni ajabu iliyoje wanawake wamebeba sifa za kiume. Walakin ta'anitha ar-rijalu ujabun, lakini cha kustaajabisha zaidi ni pale wanaume kubeba sifa za kike. Wanawake wamebeba sifa za kiume, lakini cha kustaajabisha na ni dalili za kiyama ni pale wanaume pia kubeba tabia za kike, wanaume kubeba sifa za kike. Hawana ghira wanaume, hawatunzi familia zao, hawajali wake zao, hawawapi matumizi wake zao. Yeye ndo anatarajia apewe matumizi na mke wake, yeye ndo anatarajia atunzwe na mke wake. Ma hadha al-ujab, ni ajabu iliyoje leo hii wanawake wakatoka kwenye miji yao kwa kupewa neno la ujasiriamali, kwa kupewa neno la ujasiriamali, wakatoka kwenye miji yao wote wakajifanya ni wafanyabiashara wa nje, lakini wakawa na sulta, wakawa na kauli juu ya waume zao. Wanaume wa humswamitun, wanaume wakawa wamenyamaza. Laisa indahumul ghira yaghiruna ala nisaihim, hawana wivu, wakaona wivu kwa wake zao. Ja'alu nisaahum kalbaqarati bani Israil, wakajalia wake zao ni sawa na yule ng'ombe wa bani Israil. Faqi'u launuha tasurru an-nadhirin, anapendeza rangi yake, kila atakayemuona anafurahia. Wasarat almar'atu malmusa ala kulli rijalin, na mwanamke akawa ni mwenye kuguswa na kila mwanaume. Wala yastahiyuna min Allah haqqa haya, hawaoni haya ukweli wa kuona haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kharajatin nisaa fi buyutihinna, wanawake wakatoka kwenye miji yao ambaye Allah amewaamrisha akawaambia, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tulizaneni kwenye majumba yenu wala msitoke ovyo kama wanawake wa kijahili wa zamani. Ma'al asafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa, kullama kharajatil mar'atu an baitihi saratil hala as'abu min dhalik, kila mwanamke akitoka nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kutafuta uchumi nje, hali ya nyumbani inazidi kuwa ni ngumu zaidi kuliko hata laiti angebakia ndani ya nyumba. Hali ya uchumi inakuwa ni ngumu zaidi, matatizo yanajitokeza zaidi kuliko hata laiti angelibakia ndani ya nyumba. Liannahunna khalafna amra Allah wa amra Rasulillah, kwa sababu wamekhalifu amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na Allah anatuambia, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, wajihadhari wale wanaoenda kinyume na amri yangu, an tusibahum fitna, watapatwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au watapatwa na adhabu yumizayo. Waqala ash-sha'ir Zuhairi, na akasema shahir Ibn Zuhairi akasema, law anna ahla al-jahiliyyah bainana wa addau ash-shababa makhafatan li'ari, kam fi ar-rijali min al-inathi mithalin min hamqihim nahwa ad-dalalati malu. Akasema leo hii laiti wale wa kijahili wa zamani walikuwa na ghira na wake zao, walikuwa wanawivu na wake zao, hata ahaduhum, mpaka mmoja wao, yauma zafafa, siku ya harusi yake, mwanamke alipandishwa kwenye farasi, akapanda naye. Alipofika nyumbani kwake, baada ya bibi harusi kushuka kwenye yule farasi, fadhabaha, akamchinja yule farasi. Faqila limadha tafal hakadha, akaulizwa kwa nini wafanya hivi? Faqala akhsha an yarkaba rajulan fayadha'u iliyatahu fi makani wad'i iliyati imraati, naogopea asije akapanda farasi mwanaume akaweka makalio yake mahala alikoweka makalio mke wangu. Ilikuwa ni ghira ya hali ya juu, na ni mtu asiyekuwa na dini katika ahlul jahiliya. Leo waislamu wa leo
Angalieni leo biashara iliyoingia ya mabodaboda, na wake zetu wamesalimika vipi na biashara hiyo. Utakuta wamepangwa mzururu kwenye bodaboda moja mpaka 3 4. Wameshikiliana namna hii, wamemlalia muendesha bodaboda kwenye mgongo mpaka anaangaliwa hajmu ya kifua chake kimekuaje, kikoje kifua chake, kimesimama au kimeshuka. Wanafahamu vyema watu wa bodaboda. Laita saaltahum, laiti ukawauliza leo hii, la ajabuka amma yafalun, watakujibu vile wanavyofanya. Na wanawake leo wanaona ni jambo la kawaida. Leo usafiri wao mkubwa ndo huu, na leo wanapangwa mpaka foleni moja mshikaki wa bodaboda mpaka 3 4, na wamemkumbatia muendesha bodaboda. Tena wakati mwingine na wamefunga mwezi wa Ramadhani. Ittaqullaha ayuha rijal, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi wanaume. Enyi wanawake, istahyaina min Allah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha dunyakunna, hii ni dunia yenu. Sataturukunaha, mtaiacha. Rihlatikunna ila al-akhirah, safari yenu ni ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kam fi rijali min al-inathi mithal, leo ni wanaume wangapi ambaye hawana aibu, ni mfano wa wanawake. Min hamqihinna nahwa dhalali malu, kutokana na ujinga wao wamemili upande wa upotevu wa hali wa majarra. Ndugu zangu katika imani, qad ijtama ladaykum idan, leo zimejikusanya idi mbili, Eid al-Adha, Eid al-Fitr wa Eid al-Jum'a. Eid ya Fitri pamoja na Eid ya Ijumaa. Ilijitokeza hili wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume alisema, qad ijtama ladaykum idan, zimejikusanya kwenu ninyi idi mbili, wa inna la mujammi'un, na sisi tutakusanya, maana yake tutaswali Eid na tutaswali na Ijumaa. Faman shaa falyusalli, atakayetaka kuswali Ijumaa swali, na asiyetaka kuswali Ijumaa ataswali ya dhuhuri. Lakini msikitini itasimamishwa swala ya Ijumaa, na imamu anatakana awasimamishe watakayekuja kuswali swala ya Ijumaa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, leo tuna ruhusa ya kutoswali Ijumaa kwa atakayetaka. Ataswali salatu dhuhur, ima ataswalia nyumbani kwake, ima mahala kwingine. Lakini ukifika ule wakati wa dhuhuri, imamu ana haki ya kusimamisha Ijumaa, na wale ambao hawajaswali Idi wataswali Ijumaa pamoja na imamu, ni wajibu kwa wao. Ama wale waliyeswali Idi, kwao leo sio wajibu kuswali Ijumaa. Anaweza akaswali akitaka, na anaweza asiswali, ataswali ya dhuhuri akitaka, lakini imamu atahana haki ya kuwaswalisha wale wote watakayehudhuria msikitini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wafiqna ila alhaq wa ila tariqil mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم يا رب العالمين تقبل أعمالنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.